Namshukuru Mungu katika kipindi hiki cha Mama Samia Legal Aid Campaign tumeweza kutatua migogoro ya ndoa, lakini miwili tumefanikiwa jana kusuluhisha na wanandoa wamerudiana. Mgogoro ulikuwa muda mrefu, kuna wanandoa walikuwa wametengana kwa miaka 6, lakini jana baada ya kukaa nao wawili tukazungumza, tukatumia mbinu zetu nyingine za usuluhishi, wameweza kupatana na wameondoka pamoja. Lakini huko mwingine pia uliodumu kwa miezi 6 na wenyewe wameweza kupatana na wameondoka pamoja. Tunatoa wito kwa wananchi ndani ya halmashauri ya Kongwa wajitokeze, ambao wana changamoto mbalimbali za kisheria, lakini pia hata kero tunapokea. Tuko na vituo vyetu viwili, kimoja kipo Mkoka na kingine tupo hapa Kibaigwa, uwanja wa Amani. Kwa hiyo unakuta mwingine naamini kwamba yuko kwenye mgogoro, kumbe ni swala tu la uelewa. Kwa tunapomwelimisha anaelewa, kumbe alikuwa anahisi anaonewa, alikuwa anahisi hatendewe haki, kumbe ni masuala ya kisheria tu yalikuwa hajaelewa, na anapoelewa unakuta anaridhika, basi maisha yanaendelea. Hii kampeni kwa kweli ni nzuri, iendelee kwa kweli. Watu waache kukaa majumbani wanalalamika. Mimi unaenda kwa jirani unampelekea ni mwenzio tatizo, hiyo sio nzuri. Mimi naahidi kumpenda, yani mpaka yeye mwenyewe aseme sasa leo watoto upendo uende store. Kuhusu msaada wa kisheria, nimependa haki ni sawa kwa mtoto wa kike na wa kiume. Kwa hiyo hapo nimeelewa kwamba haki ni sawa na msamaha huko mkubwa sana. Ni mbaya kuchukulia sheria mkononi. Usuluhishi ni mzuri kwa sababu mmefanya kwa weledi, kwa sababu mnamsoma mtu na mnaelewa huyu mtu anazungumza kitu gani, na mnatumia hekima sio mabavu. Na hata hiyo sheria yenyewe mnaifuatilia, lakini pamoja na sheria kuifuatilia mnacheki huyu mtu analalamika lalamiko gani. Kama liko hata nje ya kisheria basi mnalisevu. Kwa kweli mpo vizuri. Hii kampeni ni nzuri, iendelee, maana watu wenye shida ni wengi sana, na wengine wamekata tamaa kwa sababu wengine wameshaenda kwenye mabaraza huko ya migogoro, wamechemka, lakini nyie mpo vizuri. Ni muda mrefu, na hata hapo kwenye changamoto ilianza tuseme kuanzia mwaka 2020 ndio changamoto, mambo yakaanza madogo madogo mpaka 21, 22 ndio mambo yakaribika kabisa. Kwa ni muda mrefu sana. Mimi nafurahi sana kwa sababu mama watoto wangu, watoto 4, mpaka sasa mtoto wa kwanza yuko darasa la 7. Kwa kukaa bila kuongea naye au bila kuwasiliana naye, bana mtoto anaendelea hivi, mtoto anafanya hivi, ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa sasa hivi kwa sababu mmetutatua, tutaendelea kushirikiana, tuwasomeshe watoto wetu, tuangalie watoto wetu wanafanya nini huko mbele. Tunashukuru sana.